Hali gani mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV? Hii ni TV yako ambayo inakupa update mbalimbali, habari kaza wa kaza. Kwa leo mpenzi mtazamaji, tumetembelea katika eneo la Biese Central, ipatikanalo katika mji wa Baraka huku kwenye Malkia ama kanisa la tatu la Malkia wa Ubembe. Na leo wana sherehe yao ambao wanakuwa wakisherekea kila mwaka ifikapo tariki 18, na ni kusherekea tu uwepo wa monima ambayo inaonesha utatu mtakatifu kama walivyosema Mungu Mwana, Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa leo tutakwenda kuona matukio kaza wa kaza ambayo yanafanyika sasa na event mbalimbali ambazo zinakuwa zinafanyika katika eneo hili. Tutakwenda kuongea naye ambaye ni representant legal wa kanisa la tatu la Malkia wa Ubembe, ambaye ni Neno wa Pili. Vile vile tutakwenda kuongea na waumini wa kanisa la tatu la Malkia wa Ubembe ambao wanapatikana hapa kwenye eneo la tukio. Mimi ni Safari Almas, nyuma kamera ni Abubakar Saidi. Twende kazi. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Jambo sana. Ndio, leo tunaona waumini wa kanisa la tatu Malkia wa Ubembe wako wengi. Sijui kuna nini. Leo tuko na sherehe aina mbili. Tuko na sherehe ya kikao yenye inakuwaka kila mwaka ya chaque le 15 mwezi wa pili, na kuko sherehe ya tariki 18 ya monima ya utatu mtakatifu. Njoo kila mwaka tunakuwaka tunasherekea, tukiingia mukikao cha waongozi. Ikifika sasa tarehe 18 ndio sasa tunaingia musherehe ya ujenzi wa monima wa utatu mtakatifu. Na labda ukiangalia inakuwa miaka kadhaa tangu monima iweze kuwekwa. Labda watazamaji wangetamani kujua ni miaka mingapi sasa monima inasimikwa hapa kwenye la Baraka. Monima ilijengwa mu mwaka wa 2014. Kwa leo tuko na miaka 12 tangu ishimikwe. Na labda ujumbe gani ambao unao kwa waumini wote wa kanisa la tatu Malkia wa Ubembe? Ujumbe, mimi najua kama kila sehemu ya awali wenyewe kupata namna nguvu ya kufika hapa kulingana na sheria ya kanisa, kila sehemu ambao wako na wao vile vile wako ndani ya hii sherehe, sehemu kumahali kuma inchi tofauti kwenye wanakutaniwa. Na labda sherehe hii inakuwa inafanywa tu hapa Baraka ama inakuwa kama ile ambayo mnakuwa nafasi ya tofauti? Nasema kwa wale wenyewe wako wa hapa kulingana na sheria za kanisa hivi, na wao wanazifanyia mu maeneo yenyewe wanaishi. Na labda ni kipi ambacho unacha kuambia watu waumini wako wa kanisa la tatu, wale ambao wanakuwa wazingatia kanuni za dini yao? Mimi nadhani hakuna mwenye azingatie kanuni za kanisa, na neno lenyewe la kuambia ni kusema kwenye wako sherehe njema ya 2018, hata wewe na wengine wenye wako waamini wetu, tusibakie muignorance. Hii sherehe haiko ya waamini wetu, iko sherehe ya ulimwengu mzima utambue ya kama utatu mtakatifu tayari umesimama na unajongewa monima jengo, na maandishi yanashuhudia Isaya 19:19. Hili ni yenye tunajibia Wakristo wote watambue kama tayari Masia wa mpya tata wa iselelwa tayari alishaka wasili na kusimamisha monima yenye iliachi naandikwa na wankina Musa. Wajue kama tayari ile neno la Mungu lenye liliahidiwa tayari limesha jeneza. Lakini kuna vitu ambavyo katika miaka nyuma hivyo tulikuwa na visikia sana. Sasa wale ambao wanakuwa wanaenda kinyume na maadili ya dini, sasa kanisa la tatu la Malkia wa Ubembe, kitu kama vile reye. Kwa siku hizi hatukisikii. Huenda mmetoa jambo ile mlifanya tena. Hakuna mwenye iko na madaraka ya kupunguza au kuongeza neno hata moja lile yenye tata wa Israeli aliacha. Maana yake reaction iko na inaendelea na haitaishaka. Hata kwa Kristo kutenga ule mwenye anaona aendane tena na wao. Wakristo wanatumia lugha ya kutenga. Sisi tunafukuza, hautakuwa mfasi wetu.
Maana kila mwenye anajiweka awe mfuasi wetu, afate kanuni za kanisa la tatu Malkia wa Ubembe. Na neno la mwisho kwa watu wote wa Baraka na eneo zote. Naweza kusema ya kama kueneo la Baraka, Fizi, Sud Kivu, Kongo, Afrika wajue mtazamo tayari upo wa Mwenyezi Mungu. Wote wawe wanasherekea sherehe hii ya Utatu Mtakatifu ya sisi watu weusi tunakombolewa, tunapewa uongozi wa kanisa. Kwa majina naitwa Bakwalufu Chiombo Chilobo Darkan. Asante sana, tunakuona huko hapa na kuna watu wengi, labda kuna nini hapa? Hapa tunasherekea sikukuu ya Utatu Utakatifu. Ina maana gani? Mungu mmoja katika nafsi tatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ndio sherehe tunayo kwa siku ya leo. Asante sana, labda unaweza ukawaambia nini wale ambao wanakutazama kwa muda huu kutokana na sherehe hii? Wale wote ambao wananitazama kwa sasa, napendekeza wao wanajumuika kwa siku kama hii tariki 18 mwezi wa pili. Leo tunasherekea hii sikukuu kwa sababu ndo tumetimiza ule Utatu Takatifu, Mungu Roho Mtakatifu Tata wa Israeli. Yeye ndo watatu na yeye ndo amesimamisha kinara takatifu. Asante, tunakushukuru. Okay, po. Kwa majina naitwa Le 28 Yeri. Tunakuona hapa, mko wengi hapa, mmekuja kufanya nini? Hapa tunakuja kusherehekea Utatu Mtakatifu. Sherehe ya Monima. Na labda unaweza ukawaambia nini wale ambao wanakutazama kwa muda kama na? Kwa hao wanakia nitazama, tunashukuru kwanza kwa kila mtu aliyefika hapa kwa kuja kusherehekea Utatu Mtakatifu. Tunashukuru kabisa. Njoo ni Utatu Mtakatifu kwa kukamilisha kipindi cha kwanza, kipindi cha pili na kipindi cha tatu. Maana baba wa Ise ndio anakuja kusimamisha ule Utatu Mtakatifu mkatika vipindi vyote vile vitatu. Asante sana na labda tunasikia midundo, ngoma vile vile na vitu vingine ambavyo ni vya muziki. Wewe nawe unakuwa unacheza? Ndio, mimi sichezaki, ila tu mimi nakuwa mwimbaji na kwa installateur wa vyombo tu. Ila kama wanaita mlima wetu napashwa nende pale, nende kuwasaidia kuimba. Asante, tunakushukuru. Ndio, nashukuru na mimi. Mimi kwa majina naitwa kwa jina la Sinai Mamboleo. Huko muumini wa kanisa hili unatokea site gani? Mimi natokea site ya Mkuku Biese pale kubandro. Mimi niko muamini wa 3e Eglise Malkia wa Ubembe. Tunakuona hapa kuna watu wengi. Wewe umekuja kufanya? Mimi hapa nakuja, tuko na sherehe ya kabambi sana, sherehe ya Monima Utatu Utakatifu. Kipindi cha kwanza kilikuwa kipindi cha Mungu Baba Musa. Kipindi cha pili kilikuwa kipindi cha Mungu Mwana Yesu, na cha tatu ni cha Mungu cha Roho Mtakatifu Tata wa Israeli. Na njoo sherehe tuko nayo leo kwa sasa kwa kusimamisha Utatu Utakatifu hapa pa Biese Make Baraka Biese Central. Wewe naona unaamini kabisa Mungu mtu yupo? Ndio, kwa sasa mimi naamini Mungu Mwana Mungu mtu yupo. Kwa sababu kipindi cha kwanza aliyeongoza alikuwa ni Mungu Baba, alikuwa ndani ya mtu, alikuwa anaitwa Musa. Na kipindi cha pili vile vile alikuwa ni mtu, alikuwa Mungu Mwana Yesu. Na kipindi cha tatu kwetu tunaongoza kwa sasa ni kipindi cha Tata wa Israeli wa Mungu Roho Mtakatifu. Nini unaweza ukawaambia wale ambao wanakuwa wanawatazama na wanawacheka kwamba hawa hawajui wenye wako hao wanakuwa wakiabudu Mungu? Mimi wale kwa sababu abezi nisitua, kwa sababu kwanza yeye batambui Mungu. Sisi tuko mu kanisa ya Tatu Malkia wa Ubembe, ni sisi tunamtambua Mungu. Kwa sababu mimi bado hawezi nicheka kwa sababu kipindi cha kwanza aliongoza alikuwa Musa, alikuwa ni mtu. Kipindi cha pili vile vile aliongoza alikuwa ni Yesu, alikuwa mtu. Na kipindi cha tatu kwa sasa anaongoza kwa leo ni Tata wa Israeli wa Mungu Roho Mtakatifu. Inamaanisha hivi Mungu anakuwa tu ndani ya mtu na Mungu asitangaza ndani ya nyama, kwa sababu Mungu anakuwa anatangaza tu ndani ya mtu. Ndio. Na labda una kipi cha mwisho cha kuambia wale ambao wanakuwa wanasita kuja kuingia katika kanisa yenu? Nini unacha kuaminisha kuambia wale? Kiendeza waambia wale wenye wako natucheka na wanatuzunguruka kwa sasa vile wa mataifa. Ndeza waambia tu kwa sababu hakuna ingine uwezo yenye nazidi kanisa la Tatu Malkia wa Ubembe. Kineza waambia tu waje tu kumaelo, waje pata tu baraka tu ya Mwenyezi Mungu katika kipindi cha tatu. Tunakushukuru. Sawa, na mimi nawashukuru pia. Kwa majina naitwa Imani Muloko. Na kuona hapa watu wako wengi, mmekuja hapa kufanya? Nakuja hapa kwenye sherehe ya Monima
kama vile unasikiaga monima unaitaga ni Utatu Mtakatifu. Tunatukuliwa katika Mungu Baba, Mungu Mwana na kwa Mtakatifu Tata wa Elelo neno. Unatokea wapi? Natoka Kalinga Noro, Musite ya Degembere biesi. Na labda unaweza kuambia nini wale ambao wamekuja kwa ajili ya kujumuika ninyi na wana hata wa kanisa hili? Wale naweza nikawakaribishe kama vile wengine wanavyokaribisha kama vile wemvite. Na una kipi cha kuambia wale ambao wanakutizama wako wa kanisa yenu, wanakuwa wakitizama kwenye TV yetu, unaweza kuambia nini kutokana na kanisa yenu kwa gisi wewe ni muumini wa hili kanisa? Maisha nikawakaribishe wazidi kuja kuingia katika kanisa la Tatu Malikia wa Ubembe. Waje wazidi kuingia katika kanisa hili. Ni kanisa nzuri sana. Hivyo. Hivi wetu ndo Malikia wa Ubembe ama ni baba na mama wote? Sisi sote kanisa sote tunaingia. Tunaingia katika kanisa hili familia mzima. Huko ndani ya kanisa kwa sababu baba na mama ni wa kanisa ndio maana unabakilia na wewe asikutenge labda? Hapana, sio hivyo. Nimelitaka tu toka nizalio na nikalipenda hadi kwa sasa. Niko kwangu na tena naingia hilo kanisa hivyo. Wengi wanakuwa wakiwacheka huko mitaani, wanasema kwamba mnakuwa mnaabudu mtu Mungu. Hiyo inakuaje? Kwa ikupi uweze kufikiria mambo mengine, kweli tunaabudu na uweze kutoka? Hilo wanasema, lakini tunawaulizaka sana. Mungu sio mti au Mungu sio nyama, Mungu ni mtu, kwani roho inatumika ndani ya mtu. Ndio hivyo. Kwa wale ambao wanakuwa na hizo kauli, unaweza kuwaambia nini? Sasa nikawaambia kama Mungu aongeagi ndani ya mti, Mungu anaongeaga ndani ya mtu, sio ndani ya nyama. Na kweli kwa kuamini Mungu mtu kweli mnaona utaweza kuona ufalme wa mbingu? Tutauona kwa sababu tunaabudu ndani ya mtu. Tutauona. Asante. Okay, asante pia. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.